Mwezi Mei kule Japani, waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira, Injinia Masauni alisaini mkataba wa mashirikiano kati ya Tanzania na Japan katika biashara ya kaboni. Na Japani wameanzisha taasisi ambazo wao wanakuja Afrika kutafuta miradi ambayo mwisho wa siku inatengeneza carbon credit. Kwa Mheshimiwa Masauni alisaini ule mkataba wa mashirikiano, hasa tukatengeneza kamati ya pamoja kati ya Tanzania na Japan. Hasa leo ndo tumezindua kamati ya pamoja na pia tumezindua taratibu na kanuni za kufuata, lakini pia tumeintroduce miradi mbalimbali. Kwa hiyo siku ya leo ilikuwa ni kuzindua kwa ile kamati, ambapo kwa upande wa Tanzania mimi ni mwenyekiti mwenza na kwa upande wa Japani Mheshimiwa Balozi ni mwenyekiti mwenza. Kwa kamati zimekutana leo kwa upande wa Tanzania na upande wa Japan, na wengine walikuwa hapa physically, lakini pia wengine wametuunga kupitia mitandao kutokea Japan. Kwa leo ilikuwa ni kuzindua kamati ya pamoja na kupitisha kanuni na taratibu za kuendana na haya mashirika. Katika mpambano dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi, kila nchi imepewa jukumu lake. Wajapani wao wamejipatia target ya kupunguza hewa ukaa kwa 60%. Sasa kwa sababu mazingira wao wameenda mbali sana, zile activity nyingi hawana. Kwa hiyo wanachokifanya, wanatafuta partner countries ambazo zinafanya miradi, mwisho wa siku zile credit wanazirejista kwao. Kwa wamekuja Tanzania sasa kuja na miradi mingi, kwa mfano miradi ya clean cooking, clean energy, miradi ya usafirishaji, uchukuzi. Kwa mfano tumeona dati sasa hizi wamehama kwenye matumizi ya mafuta ya diesel, wamekwenda kwenye matumizi ya mabasi yanayotumia umeme. Sasa zile credit ambazo zinakuwa generation pale, hawa wanazinunua. Wakati tunaanza biashara ya kaboni nchini, tulikuwa na changamoto ya bei. Kwani soko lilikuwa huria sana, kwa hata bei hazikuwa vizuri. Sasa hivi kwa taratibu huu sasa, hao wenzetu wanakuja na taratibu ambao ni mzuri, tunatumia compliance market, lakini pia zile bei za credit zimepanda kati ya $35 mpaka $40. Maana ni kwamba sasa tunakwenda kuuza hewa ukaa katika bei ambayo yenye kimasoko zaidi. Lakini cha tatu ni kwamba hao wenzetu wanakuja na miradi, mawazo ya kuwekeza kwenye miradi. Kwa mfano Mheshimiwa Rais ameelekeza kujenga kwa SGR kati ya Arusha pembezoni. Sasa hao wenzetu watu wa uchukuzi wanaweza kaingia makubaliano na makampuni ya Kijapani, wakajenga zile SGR, zile route ambazo zitapata financing. Then baada wakishajenga, wanapoanza kuoperate, wanakusanya zile credit wanaenda kuziuza kwao. Kwa hiyo sisi tunapata faida kwamba tunajenga miradi katika cost ambayo inatokana na kimazingira, lakini pia baada ya ile gharama kurudi, then tunaendelea kupata faida nyingine. Kwa hiyo kutumia mazingira sasa tunaweza kutengeneza pesa nyingi. Cha nne, kwenye dira 2050, ofisi ya makamu wa rais na mazingira kwa ujumla imepewa target ya kutafuta $1 bilioni kutokana na biashara ya kaboni. Sasa namna pekee ya kuzifikia hizo target ni kushirikiana na wenzetu ambao wamekuja. Kwa hiyo wamekuja kama serikali ya Japan na sisi tumesaini kama serikali ya Tanzania. Kwa hiyo maana ni kwamba tunavozidi kwenda masuala sasa mazingira tunaenda sasa kuyaadress katika uwanda mkubwa sana. Koichi Ueda, I am the acting ambassador of Japan, currently working as Deputy Chief of Mission at the Japanese Embassy in Tanzania. And I'm also a co-chair of the Joint Credit Mechanism Committee. And we had a good discussion today. This is just a kickoff of the joint crediting mechanism between the two countries. So although the meeting was ended, this is just the beginning of the cooperation between Tanzania and Japan. And Japan is ready. We would like to contribute to the decarbonization of Tanzania and beyond. So that's why we are here
And since, as I said, this is just the beginning, we like to work out the details later. And this meeting is going to be followed by a workshop where JC members will be discussing a lot more details about this joint crediting mechanism. And we're hoping there will be some Japanese companies who like to take this opportunity and contribute to the decarbonization of Tanzania. Not in the far future, but in the near future, I should say.